لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Kwa Islam, kama tulivyotarajia ya kwamba tungekuwa na al-Ustadh Abu Bakri Cambodia juu ya mada tukufu ya uharamu wa Waislamu kuwakumbatia makafiri, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumfanikisha mhadhiri wetu kuwa nasi katika usiku wa leo, na hata hivyo Mwenyezi Mungu kwa rehema zake ametujalia tunaye Sheikh Hilali Ibn Shaweji maarufu Kipozeo. Kwa hiyo inshallah katika kipindi hiki atatupoza ila salati al-isha. Nisingependa nipoteze muda, bali nimkaribishe ustadh aendelee nanyi. Faliyatafadhal mashkura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونبا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخليقة عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا، وعلى آله وأصحابه السادة النجبا، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله تعالى من النار. Ndugu zangu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kweli maudhui yetu kwa wakati huu itakuwa ni jinsi gani Ibilisi atakuja kuwa kana watu siku ya Kiyama. Jinsi gani Iblis atakuja kuwa kana watu siku ya Kiyama, na hilo liko wazi katika aya ya 22 suratu Ibrahim. Mwenyezi Mungu anasema, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ni aya ya 22 katika suratu Ibrahim. Mwenyezi Mungu anasema, waqala ash-shaytanu, shetani atasema siku ya Kiyama. Huyu Iblis alolaaniwa atasema, lamma qudiya al-amru, wakati ikishakatwa hukumu, yani watu washahukumiwa, watu wabaya washakuwa motoni, watu wazuri washakuwa peponi, watu washafufuka, washahesabiwa, washahukumiwa, ndio wamelipwa sasa. Wema wako sehemu ya wema, wabaya wako sehemu mbaya. Sasa pale Ibilisi atakuwa anawahutubia watu wa motoni kwa kuwaambia, inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq, hakika ya Mwenyezi Mungu kakuahidini ahadi ya kweli.
maana alisema mkimuasi atakitieni motoni, ndio sasa hivi mko motoni tena. Shetani anawaambia wale watu wa motoni, na yeye mwenyewe ndio yuko huko. Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq, hakika ya Mwenyezi Mungu amekuahidini ahadi ya kweli kabisa. Wa wa'adtukum, na mimi nilikuahidini, fa akhlaftukum, lakini sikukutekelezeni. Maana yake Ibilisi siku zote anawaahidi watu kwamba hawafufuki, anawaahidi watu kwamba hawahesabiwi, anawaahidi watu kwamba hawahukumiwi, hakuna moto, hakuna pepo. Ibilisi anawaambia watu motoni, watu ndio washakuwa motoni, na yeye Ibilisi ndio anawaambia inna Allaha wa'adakum, hakika ya Mwenyezi Mungu amekuahidini wa'da al-haq, ahadi ya kweli kabisa, na kisha tekeleza kweli. Kisha sema mkimuasi atakuteni motoni, na sasa hivi ndio mko motoni. Wa wa'adtukum, na mimi nimekuahidini kwamba nyie fanyeni tu maasi, hamna kulipwa siku ya kiyama, hakuna kufufuka. Fa akhlaftukum, lakini mimi sikutekeleza. Nimetaka kupinga kiyama, lakini haki kupingika. Sasa hii ni kauli ya Ibilisi, anaitoa baada ya kuwa watu wamemng'ang'ania kwamba wewe ndio uliotufanya sisi tuangamie. Wamemshikilia kabisa kwa maneno, wewe ndio uliotuponza sisi mpaka tuwe motoni leo. Sasa Ibilisi na yeye anakataa kabisa, anasema inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq, hakika ya Mwenyezi Mungu kakuahidini ahadi ya kweli, kakwambieni mfanye mema msifanye mabaya, mkifanya mabaya takuteni motoni. Nyinyi mkawa mmefanya mabaya, leo mko motoni. Wa wa'adtukum, na mimi nilikuahidini kwamba hakuna kiyama wala hakuna malipo. Fa akhlaftukum, lakini sikukutekelezeni chochote. Wama kana li alaykum min sultanin, na mimi sikuwa juu yenu na nguvu zozote au mamlaka yoyote. Ibilisi hana nguvu za dola, kwamba labda mtu asipomwasi Mwenyezi Mungu anamtia katika jela yake. Ibilisi jela, Ibilisi hana jela hapa duniani, kwamba watu wakikataa kumfuata, yani wakikataa kumwasi Mwenyezi Mungu awatie katika jela yake. Ibilisi hakuna. Wama kana li alaykum min sultanin, mimi sikuwa na nguvu zozote juu yenu, sikuwa na mamlaka. Illa, isipokuwa uwezo wangu mimi, anda'autukum, ilikuwa ni kukuiteni tu katika maasi. Fastajabtum li, kwa upumbavu wenu na kwa ujinga wenu nyinyi wenyewe mkaniitikia, mkanifuata. Mimi sikuwa na mamlaka, sikuwa na nguvu zozote za kuweza kukuvuteni nyinyi mnifuate mimi, mtake mstake, yani kwa lazima. Sikuwa na uwezo huo. Afadhali viongozi wenu wa nchi zenu, marais wenu, masultani wenu katika nchi zenu, hao walikuwa na nguvu za dola, mkikhalifu amri zao wanakuteteni. Lakini mimi Ibilisi sikuwa na nguvu yoyote, sikuwa nimeweka jela mimi eti watu wakikataa kuniasi niwatie katika jela yangu. Ibilisi hana jela, anakataa. Anasema wama kana liya alaykum min sultanin, na haikuwa kwangu juu yenu nguvu yoyote ya kuweza kukulazimisheni mnifuate. Illa, isipokuwa anda'autukum, ni kule kukuiteni tu. Fastajabtum li, nyie kwa upumbavu wenu mkanifuata, mkaniitikia baada ya mimi kukuiteni. Na ndio maana ukaona Mwenyezi Mungu anasema inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Inna ash-shaytana lakum aduwwun, hakika ya shetani kwenu nyinyi ni adui. Fattakhidhuhu aduwwa, basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui tu. Innama yad'u hizbahu, kwani yeye analiita kundi lake siku zote, liyakunu min ashabis sa'id,
ili awe nao pamoja wawe watu wa motoni siku ya kiyama. Yeye kazi yake kuita tu watu, anawaita watu bwana. Wale watu wanaojifanya wanaifuata dini, wale wanaojifanya wanaifuata dini wale, basi ndo Ibilisi anawataka sana, ili mradi wapate kuchanganya dini na mambo mengine yasiokuwa ya haki. Na wakati Mwenyezi Mungu anasema wala talbisul haqqa bil batil, msichanganye haki na batil. Sasa wale watu wa haki wale Ibilisi huwa anawafuata, wasipojitambua mara moja wanapotea. Sasa ndo hapa Ibilisi anakataa, anasema mimi sikuwa na nguvu zozote za kukulazimisheni nyie mnifuate mimi, illa an da'awtukum, isipokuwa nilikuwa nakuteni tu, fastajabtum li, na nyie mkaniitikia mkanifuata. Fala talumuni, basi mkome kabisa, msinilaumu mimi. Ibilisi anawaambia watu motoni, fala talumuni, basi msinilaumu mimi, walumu anfusakum, zilaumuni hizo nafsi zenu. Msinilaumu mimi, laumuni nafsi zenu. Mimi sikukulazimisheni kunifuata, ni wenyewe mlinifuata kwa ajili ya kufuata tamaa za nafsi zenu. Sasa zilaumuni hizo nafsi zenu, msinilaumu mimi. Maana watu watangangania wewe ndio umetupoteza asije nini. Kwa mfano hapa juzi tu kuna watu wamezuka wanadai kwamba hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eti si sahihi. Tazama Ibilisi anapochezea watu, wakati Mtume anasema taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati, nimekuacheni mambo mawili, vitu viwili, mkishikamana navyo hamtopotea baada ya mimi kuondoka milele. Navyo vitu viwili venyewe ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna zangu. Wewe ukatae sunna za Mtume utategemewa. Unaona Ibilisi anapofuata watu na wachezea, na watu eti wenye akili yao timamu kabisa wanakubali kwamba hadithi za Mtume hazifai. Afadhali kama ingekuwa wanasema kuna hadithi zile dhaifu zilizozuliwa na Mayahudi, wamezua Mayahudi wakaziandika katika vitabu kuwaongopea Waislamu ili wapate kuamini kwamba yamesemwa na Mtume maneno yale, na wakati hayakusemwa na Mtume, ingekuwa hivi afadhali. Lakini hadithi zile mpaka zilizokuwa katika asahha al-kutubil musannafa za Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim zinakanushwa kwamba si sahihi, eti hadithi za uongo. Unaona Ibilisi anapowachezea watu, ujanja wa Ibilisi huu. Basi Ibilisi anafanya hivi ili mradi anawaita watu. Alikwisha sema la aq'udanna lahum sirataka almustaqim, kwa yakini mtawakalia hawa kwenye njia yako iliyonyooka. Basi anawatafuta wale wanaojifanya wanaifuata dini wale, basi wale wanaotafuta. Mtu anapinga hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam eti kwa kudai kwamba Mwenyezi Mungu kaleta kitabu kimoja tu, Qur'an. Hiyo Qur'an yenyewe kaiteremsha kwa nani kama si kwa Mtume? Qur'ani imeteremshwa kwa Mtume. Sasa maneno ya Mtume wewe uyakanushe kwamba hayafai, yanafaa yale maneno ya Mungu yaliyoteremshwa kwa Mtume tu, basi utakuwa umepotea. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeambiwa sisi na Mwenyezi Mungu katika aya ya 65 sura an-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك نأفا وذاتي يا مولاك محمد لا يؤمنون hawawi wenye kuamini kikweli kweli hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe ndio hakimu wao katika yale wanayokhtalifiana nayo, yale wanayotofautiana wao kwa wao, wewe wakufanye ndio hakimu wao. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت, kisha wasipate uzito wowote katika nafsi zao kwa ile hukumu uliyoitoa wewe, wayusallimu taslima, na waifuate kabisa na kuinyenyekea kabisa. Mtu anadai kwamba hukumu alizokuwa akizitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam zote zilikuwa ni za Qur'ani tupu. Taban Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatoa hukumu kwa kutumia Qur'an tupu, ndio, na yale maneno aliyokuwa akiyasema Mtume yalikuwa yanafanana na Qur'an, yanafuatana na Qur'an. Kuna maneno yake mwenyewe binafsi ndio yanaitwa hadithi, na kuna maneno ya Mwenyezi Mungu ndio yanaitwa Qur'an. Mtume alikuwa anafanya mzaha. Sasa ndani ya Qur'ani kuna mzaha, ndani ya Qur'an tukufu kuna mzaha. Wayamzah Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisoma katika vitabu vya sira na vitabu vya tarikh, alikuwa ana tabia ya kufanya mzaha. Wala yakulu illa haqqan, lakini katika kufanya kwake mzaha hasemi isipokuwa maneno ya haki. Sasa je, ndani ya Qur'ani kuna mzaha? Ndani ya Qur'ani hamna mzaha. Kwa hiyo hii inaonyesha dalili kwamba kuna maneno yake yeye special ndio yanaitwa hadithi, na kuna maneno ya Mwenyezi Mungu ndio inaitwa Qur'an. Utasemaje hadithi za Mtume hazifai? Utakuwa umepotea. Sasa huyo anayekushawishi ufanye hivyo ndio atakuruka siku ya Kiyama, ndio atasema fala talumuni, basi msinilaumu mimi, walumu anfusakum, zilaumuni nafsi zenu, ma ana bimusrikhikum, mimi leo siwezi kukunusuruni, wama antum bimusrikhi, wala nyinyi leo hamwezi kuninusuru mie. Ibilisi anawaambia watu msinilaumu, laumuni nafsi zenu. Hizi nafsi hizi, ndugu zangu Waislamu, hizi nafsi hizi Nabiyullah Yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam anasema wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wama ubarri'u nafsi, mimi siwezi kuitakasa nafsi yangu. Nabii Yusuf anasema nikajiona mimi labda ndio bora sana, mcha Mungu sana. Tazama, Nabiyullah Yusuf ni mtu mcha Mungu kweli kweli, ni katika watu wanaotakaswa na Mwenyezi Mungu. Anaitwa na mwanamke, anasema ma'adha Allah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu adh-dhalimun. Anaitwa na mwanamke anaitwa Zulekha. Njoo tufanye zina. Nabii Yusuf anasema ma'adha Allah, Mwenyezi Mungu anilinde na jambo hilo. Innahu rabbi ahsana maswai, kwani yeye mumeo ni bwana wangu, kanitengenezea makao mazuri hapa kwake. Sasa mimi nikikuzini wewe ninamdhulumu haki yake mumeo. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, watu madhalimu hawafanikiwi bwana. Sasa mimi nikikuzini wewe ninamdhulumu huyu bwana haki yake, sifanyi jambo hilo. Ikawa ugomvi mkubwa, mpaka yule mama akaja kumkamata Nabii Yusuf, wanagombana mlangoni, mpaka akamtania nguo yake kwa nyuma. Mara anatokea mumewe yule mama. Kutokea kwa kuwa Nabii Yusuf nia yake ni ucha Mungu,
kumwogopa Mwenyezi Mungu nia yake na kutakasa ibada yake kwa Mwenyezi Mungu. Msaada wa Mwenyezi Mungu ulimjia aliposingiziwa na yule mwanamke. Baada ya kujiona sasa kishapeleka, anasema ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adhabun alim. Hakuna malipo yatakayofanana na huyu alotaka kukufanyia ubaya kwa mkeo isipokuwa kutiwa jela au kupewa adhabu kali mno. Kuna mtoto pale mdogo sana, hajafikia uwezo wa kusema, basi ndo akazungumza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, akasema in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkadhibin. Ikiwa kanzu yake imechanwa kwa mbele, basi huyo kasema kweli, huyo mwanamke Zulekha, na huyo Yusuf atakuwa muongo. Na ikiwa imechanwa kwa nyuma, in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Ikiwa imechanwa kwa nyuma, tutajua huyu mama kazungumza uongo. Yusuf ndo akasema kweli. falamma raa qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna adhim. Alipoiona yule bwana ile kanzu ya Yusuf imechanwa kwa nyuma, akasema hivi ni vitimbi vyenu wanawake, hila zenu tu hizi, kwa sababu hila zenu nyewe ni kubwa mno, vitimbi vyenu tu hivi. Keshajua kwamba mkewe ndiye aliyekuwa akimkusudia Nabii Yusuf kwa jambo lile. Angalia, mtu mwenye imani huyo anamwambia Nabii Yusuf, Yusuf a'rid an hadha, Yusuf yapuuzilie mbali mambo haya, jambo hili we lisahau kabisa, lidharau kabisa, usilitangaze kwa mtu yoyote. Wastaghfiri li dhanbik, na wewe mwanamke uombe msamaha kwa dhambi yako uliyoifanya. Innaki kunti min al-khati'in, kwani wewe ulikuwa ni miongoni mwa wenye kukosea. Anamwambia mkewe habari hii. Mwenyezi Mungu kampa imani yule bwana mkubwa kwa kuona muujiza mkubwa kama ule. Mtoto mdogo anazungumza ambapo hajafikia uwezo wa kusema, anazungumza pale pale. Anamwambia Yusuf a'rid an hadha, Yusuf mambo haya yapuuze, jambo hili lisamee kabisa, liachilie mbali, usilitangaze kwa mtu yoyote, manake ndio ishakufika aibu. Wastaghfiri li dhanbik, na wewe mke wangu omba msamaha kwa Mola wako kutokana na dhambi uliyoifanya. Innaki kunti min al-khati'in, kwani wewe umekuwa ni miongoni mwa wenye kufanya makosa. Yusuf, tazameni ndugu zangu Waislamu, yote haya ninazungumza kuhusu habari ya nafsi tu. Nafsi zetu hizi tukiziendekeza zitatupeleka babaya, kisha huyu alozishawishi nafsi zetu ataturuka siku ya Kiyama. Nafsi. Nabii Yusuf juu ya kwamba yeye kajiepusha na mambo machafu yale, alifikia, manake baada ya hapa kidogo mtanivumilia niongeze hiki kisa kidogo ili mradi tupate kuipata hii nafsi. Baada ya wale wanawake kusikia, manake unajua tena tabia ya wanawake, wanaona fahari kuzini na mtu anayempenda. Sasa huyu Zulekha anaona fahari kuzini na Nabii Yusuf, basi akawa anatangaza kwa watu kwamba yule kijana yule, hapana, kijana kanifanyia jambo baya kabisa, ninamtaka hataki. Anawaambia watu bwana, watu washafahamu mji mzima wa Misri, wanawake wanakaa katika vikao vyao wanazungumza kwamba yule mwenzetu tena kazidi, mtumishi wake ama yule kazidi. Basi falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaqa'a وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم.
baada ya kusikia yule Zulekha kwamba anasengenywa na wanawake wenzie, akawaita pale nyumbani kwake kuja kuwakirimu. Basi walipokuja wale, kila mmoja akampa kisu. Basi akasema, Yusuf, hebu tokea mbele ya hawa akina mama, ukhruj alayhim. Falamma ra'aynahu, basi walipomuona nabii Yusuf wale wanawake, akbarnahu, wakaona ni kitu kikubwa sana, waqatta'na aydiyahunna, wakawa wanakata mikono yao bila kujihisi maumivu. Wakulna hasa lillah, wakasema hasa lillah, ma hadha bashara, huyu si mwanadamu wa kawaida, si mwanadamu kabisa. In hadha illa malakun karim, hakuwa huyu isipokuwa ni malaika mtukufu tu kutoka mbinguni. Huyu si mtu atakuwaje mzuri kiasi hiki? Wanajikata mikono yao, hawajielewi. Zulekha alipoona wanaumia zaidi, akamwambia Yusuf, ingia ndani, wataumia zaidi. Akasema, hadha alladhi lumtunani fi, huyu ndio yule ambaye nyinyi mnanikalia vikao kunisengenya, ndio huyu. Basi nimekutani makusudi kukujulisheni kwamba mwenye kurukwa na akili kukumpenda huyu kijana hana lawama, na mkibisha angalieni mikono yenu. hadha alladhi lumtunani fi wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirin. Wala in lam yaf'al ma amuruhu, na ikiwa hakufanya mnalomwamrisha, la yusjananna, hii nuni inaitwa nuni tawkidi thaqila, basi wallahi lazima atatua jela. Wala yakuna min as-saghirin, na atakuwa miongoni mwa waliodhalilika. Basi nabii Yusuf kuanzia siku ile ikampata tabu nyingine. Si Zulekha peke yake sasa anayemtaka yeye, na wale waliojikatakata mikono yao nao wanaandika barua, Yusuf mimi nakutaka, na wajumbe na kila kitu. Wajumbe siku hadi siku wanaongezeka tu kwenda kwa nabii Yusuf. Nabii Yusuf ikabidi amuombe Mwenyezi Mungu. Angalia uchamungu wa nabii Yusuf huo, angalia uchamungu wake huo. Anasemaje? Anasema, rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, Mola wangu hiyo jela ninaipenda zaidi kuliko hilo jambo wanaloniitia la uzinifu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin, na kama hukuniapushia hila zao, vitimbi vyao hawa wanawake, nitachanganyika nao katika maasi. Wa akum min aljahilin, na nitakuwa miongoni mwa wajinga. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. akamtikia Mola wake, akamjibu Mwenyezi Mungu ombi lake, akamuondolea vitimbi vya wanawake, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua. Nabii Yusuf kamuomba Mwenyezi Mungu aingie jela kuliko kuzini. Si ucha Mungu mdogo. Sasa hapo anasema, wama ubadhi'u nafsi. Ndugu zangu Waislamu, siwezi kuitakasa nafsi yangu nikajiona mimi ndio mcha Mungu. Nabii Yusuf anasema hivyo. Na wakati kule nyuma Zulekha anasema Mwenyezi Mungu anasema, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Walaqad hammat bihi, Zulekha alikuwa kakusudia kumdhuru nabii Yusuf kama hakukubali kuzini naye, na nabii Yusuf alikusudia kumpiga Zulekha. Maana kishaona huyu mchafu anataka mimi zini, anataka kumpiga Zulekha. Nabii Yusuf anataka kumpiga Zulekha, Zulekha anataka kumdhuru nabii Yusuf kwa sababu hataki kuzini naye. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih, lau kama nabii Yusuf asingeona dalili za kukatazwa na Mola wake, angekushampigilia mbali Zulekha. Kadhalika linasrif anhu as-su, hayo yote ili tupate kumuondolea uovu wenyewe, kuzini na mke wa mtu.
kumdhulumu mtu mkewe ndio uovu, walfahsha na mambo machafu. innahu, hakika ya huyu Yusufu, min ibadina almukhlasin, ni katika waja wetu waliotakaswa kwelikweli. Sasa huyu ni katika waja waliotakaswa. Hapa anakwambiaje? Wama ubarri'u nafsi, siwezi kuitakasa nafsi yangu nikajiona mimi ndio bora. Inna nafsa, hakika ya nafsi, la amaratun bisu, siku zote inaamrisha mambo maovu. Uwavyo, lakini nafsi yako itakuamrisha maovu siku zote. Unaweza kuwa na mke wa Kiarabu basi ukamwona mzungu, nafsi yako ikakwambia Mwarabu naye ningepata na huyu mzungu japo kwa hivi ndio. Unaona nafsi hiyo? Inna nafsa la amaratun bisu, hakika ya nafsi, desturi yake siku zote nafsi ma rahima rabbi, isipokuwa ile nafsi iliyorehemewa na Mola wangu. Hakika ya nafsi kazi yake kuamrisha maovu, isipokuwa nafsi iliyorehemewa na Mwenyezi Mungu. Inna rabbi ghafurur rahim, hakika Mola wangu ni msamehevu mrehemevu. Kuna nafsi iliyorehemewa na Mwenyezi Mungu, hiyo kweli haifanyi kazi ya kuamrisha maovu. Nafsi ziko tatu kubwa. Kuna an-nafsul lawama, an-nafsul amara, an-nafsul mutmainna. An-nafsul lawama ni nafsi inayojilaumu. Afadhali nafsi hiyo ukipata umebahatika kidogo. Maana unaweza kukaa sehemu ukaanza kujihesabu, yaani kuhesabu matendo yako uliyofanya mabaya yale. Ni dhambi ile niliyoifanya mimi siku zile, hivyo nikiendelea mimi nitakuwa mtu gani kwa Mungu? Bora nitubu. Basi hii nafsi yenye kujilaumu, nafsi nzuri, inaweza kukupelekea katika khair, inaweza kukuingiza katika khair. Na kuna an-nafsul amara, nafsi mbaya inayoamrisha mambo maovu siku zote. Hiyo ndo nafsi chafu. Nafsi hiyo ndo wanayo wanafiki, makafiri na mushirikina. An-nafsul amara siku zote inaamrisha maovu. Mwenyezi Mungu atunusuru na nafsi hiyo. Na kuna an-nafsul mutmainna, nafsi iliyojituliza. Watu namna hiyo unaweza kuwakuta wewe katika dunia hii utafikiri matajiri, kumbe nafsi zao tu zimetulizana, wamemshiba tu Mola wao. Nafsi hizi zinakuwa na qanaa, zinakuwa na qanaa, zinatosheka, manake zina kinai. Manake kuna watu wengine hawakinai, kila wanachokipata wanaona hawajapata tu. Basi kuna watu wamemkinai Mola wao, wakipata riziki japo chache, basi ile wanaitumia katika kumwabudu Mola wao, tena kwa kuridhika kabisa. Hawa nafsi zao ndo za khair. An-nafsul mutmainna, nafsi iliyojituliza, ndio nafsi ya khair. Nafsi iliyojituliza ndo nafsi ya khair. Na watu hawa wenye nafsi hii almutmainna ndio ambao siku ya kufa kwao huwa malaika wanawaambia hivi: ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wanaambiwa siku ya kufa kwao watu namna hii: ya ayyatuha an-nafsul mutmainna, ewe nafsi iliyojituliza, irji'i ila rabbik, rudi kwa Mola wako, radiyatan, hali ya kuwa uko radhi, mardiyatan,
na Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe na uridhike kabisa utakachopewa. Fadkhuli fi ibadi, basi ingia katika kundi la waja wangu wema. Wadkhuli jannati, na uingie katika pepo yangu. Nafsi iliyojituliza, an-nafsul mutmainna, hiyo ndo nafsi ambayo Mwenyezi Mungu atujalie, tumuombe atujalie. Nafsi, ndugu zangu Waislamu, ndio zinatuangamiza, na shaitani kazi yake kushawishi tu, anazishawishi. Na ndio maana Mtume baada ya kumaliza vita akasema kharajna min al-jihad al-asghar, hivi sasa tumetoka katika jihadi ndogo ila al-jihad al-akbar, tunaelekea katika jihadi kubwa. Sasa tumetoka kwenye jihadi ndogo tunakwenda kwenye jihadi kubwa. Qalu, jamaa wakamuuliza Mtume, wama al-jihad al-akbar ya Rasul Allah, na ni ipi jihadi kubwa ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Mtume akasema, qal an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu, ni mtu apigane na nafsi yake na matamanio yake. Kupigana na nafsi sio jambo dogo, jambo kubwa, jambo kubwa sana kupigana na nafsi. Kupigana na nafsi manake kuyaepuka aliyoyakataza Mwenyezi Mungu. Maana nafsi inatamani yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu, wewe unajilazimisha kuyakataa. Shaitani anakushawishi, naye wewe unajitahidi kujilinda kwa kutumia jina la Mola wako. Maana shaitani kazi yake ya kushawishi. Wa imma yanzaqannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, na anapokushawishi shaitani kwa tashwishi zake, fasta'idh billah, omba ulinzi kwa Mwenyezi Mungu, innahu huwa as-sami'ul 'alim, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua. Shaitani kazi yake kushawishi, na ndio maana tukaambiwa tuchunge sana ndimi zetu. Sio kila linalokujia tu katika fikra zako wewe unalisema. Hapana, wewe umekaa tu umewaza au umeota basi unasema tu. wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu siku zote waseme maneno mema, maneno mazuri. inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, kwani shetani ana tabia ya kuchochea ugomvi baina ya watu. inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina, kwani shetani kwa mwanadamu ni adui wa dhahir kabisa. Yeye kazi yake kushawishi, kuchochea ugomvi baina ya watu. Anamshawishi mtu, anamsengenya mtu, alafu yule ambaye alokuwa anasengenya, yule alokuwa akisikiliza ule usengenyi unaotoka kwa mtu, anakwenda kumwambia yule mwenyewe. Shetani yote anafanya, anamshawishi mtu amsengenye mtu. Akishamsengenya yule ambaye alikuwa anasikiliza, anamtuma aende akamweleze yule mwingine. Tena usengenyi wenyewe basi katika mambo ambayo wallahi hayamhusu kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokataza usengenyi, basi aliulizwa, ikiwa yale tunayoyasema anayo, je? Wewe unasema tusisengenye watu, sawa. Ikiwa mtu hayupo tusimseme. Sasa kama yale anayoyafanya ndio tunayoyasema, je? Akasema ikiwa yale alionayo ndio mnayoyasema ndio mmemsengenya, na ikiwa hana basi mmejibebea mizigo mikubwa ya madhambi, manake mmemzulia uongo. Kwa hiyo ina maana kwamba
kwamba mtu hata kama analo lile jambo inatakiwa umkabili, umweleze, sio kae na watu unasengenya. Ndio tukirudi katika ile aya Mwenyezi Mungu anasema wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu waseme maneno mazuri mazuri tu, kauli zao ziwe ni katika maneno mema, maneno mazuri. Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, kwani hakika shetani ana tabia ya kuchocheza ugomvi kati yao. Inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina, kwani shetani kwa mwanadamu ni adui aliye dhahir kabisa. Tulinde ndimi zetu ndugu zangu Waislamu, maana nafsi zinatamani kusema, ulimi ndio unaotumika. Basi sio kila linalotamaniwa na nafsi yako uliseme tu katika ulimi, hapana, haifai. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi niliyoitaja kwamba amesema kwamba tumetoka kwenye jihadi ndogo, yani watu wanapigana mapanga, wanauana, damu zinamwagika, Mtume anaita jihadi ndogo. Kharajna min aljihadi al-asghar, tumetoka kwenye jihadi ndogo ila aljihadi al-akbar, tunaelekea katika jihadi kubwa. Masahaba lazima watastaajabu, walistaajabu, wama aljihadu al-akbar ya rasul Allah, jihadi kubwa ni ipi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Qal, Mtume akasema an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu, ni mtu kupigana na nafsi yake na matamanio yake, sio mchezo. Nafsi inapoamua kutamani jambo baya, ukawa wewe umesimama kidete katika kuizuia, sio kazi ndogo, kazi kubwa sana. Kwa hiyo sababu zako ni kubwa sana kuliko hata wale waliopigana vita ya jihad. Allahumma salli wa sallim alayhi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wale waliopigana vita za jihadi wale unawashinda wewe kwa kuizuia nafsi yako na matamanio ya maasi. Manake ikishatakafika nafsi na mtu akaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu ibada iliyokuwa safi, nafsi yake safi, kaitakasa na mabaya, kisha akawa anamwabudu Mwenyezi Mungu ibada safi, basi huyu min alfaizin, ni katika watakaofanikiwa siku ya Kiyama, na mafanikio yake ni kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Lakini pepo ya Mwenyezi Mungu mtu hawezi kuipata wakati anaiendekeza nafsi yake na mambo mabaya. Mambo mabaya yako mengi tu, mengi, mambo mabaya mengi sana. Moja katika mambo mabaya usengenyi. Usengenyi, kuchukua neno la huku kupeleka huku, la huku kupeleka huku. Ibilisi ndio anashawishi watu wanafanya mambo haya, nafsi zao wanaziendekeza na ibilisi anawashawishi, basi wanafanya hivyo. Haya ni madhambi makubwa sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haingii peponi mtu namna kama hii. La yadkhulu aljannata qattat au la yadkhulu aljannata namam, haingii peponi kabisa mtu mwenye kuchukua neno la huku kupeleka huku, anautumia ulimi wake katika mambo yasiyofaa. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين, hivi huyu mwanadamu hatukumjalia macho mawili? Walisanan, na ulimi, washafatain, na midomo miwili. Angalia hikma ya Qur'an, Mwenyezi Mungu kataja ulimi kabla ya midomo, na wakati midomo ndio inaanza kuonekana kwanza.
hikma kubwa. Midomo ndio iko nje, inaonekana kwa macho. Ulimi mpaka utolewe ndani ndo macho yanaweza kuuona. Lakini Mwenyezi Mungu anasema walisanan, na tukampa ulimi wa shafataini, na midomo miwili. Na wakati kabla ya ulimi kuna meno ya juu na ya chini, na kabla ya meno kuna hiyo midomo miwili. Lakini Mwenyezi Mungu anataja ulimi kisha meno hakuyataja kabisa, halafu anakuja kutaja midomo miwili, mdomo wa juu na wa chini. Ni kwa sababu huu ulimi inatakiwa uulinde kama Mwenyezi Mungu alivyohifadhi, kaujengea kuta hizi mbili. Kuta ya ndani ni imara kweli kweli, kuta ya ndani ndio hayo meno, imara kweli kweli. Halafu kuta ya nje ndio laini laini, ndio hiyo midomo. Hii yote ni ishara kwamba wewe mwanadamu ujitahidi sana kuulinda ulimi wako, usije ukatamka kila unalolifikiri, au usije ukatamka kila lile ambalo nafsi yako imetamani. Lazima uwe mwenye kulinda sana ulimi wako. Ukifanya mchezo, basi ulimi huo utakuangamiza. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, falyakul khairan, basi daima aseme maneno mema, maneno mazuri, au liyasmut, au ajinyamazie. Ukiona huna neno la kusema la khairi, basi bora ujinyamazie, ujilazimishe hasa usiseme isipokuwa jambo la khairi. Hata siku moja Nabii Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam kakaa siku moja, famarra khinzirun, akapita nguruwe. Faqal, Nabii Isa akasema hivi, idhhab bisalam, nenda kwa amani we nguruwe. Wale jamaa wanafunzi wake wale wakastaajabu, ya nabii Allah, ewe mjumbe wa Mungu, innahu khinzirun, yule unayemwambia nenda salama nguruwe yule. Akasema, inni la uridu an uawida lisani illa khaira, mimi sitaki kuzoesha ulimi wangu isipokuwa kusema maneno mazuri, ndio maana nikamwambia yule nguruwe nenda salama. Angalia hikima hii. Nabii Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam anamwambia nguruwe ende salama. Hapo tunapata darasa kubwa kwamba ulimi inabidi uchungwe kweli kweli. Angalia mtume wa Mungu huyo Isa ibn Maryam, tena ndo katika wale ulul azmi 5. Sio mtume hivi hivi tu, mtume mkubwa katika wale mitume waliotajwa ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, mtume anaambiwa subiri kama walivyosubiri wale wenye uvumilivu mkubwa miongoni mwa mitume. Miongoni mwao ni huyo Nabii Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa na nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hao ndio ulul azmi 5. Sasa huyu Nabii Isa ni mmoja katika mitume wenye uvumilivu mkubwa, na matendo ya mitume kwetu ni darsa, maneno yao kwetu ni mawaidha. Pamoja na kwa vijitu vingine eti vinadai maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eti hayafai, vijitu vinazuka tu vinazungumza vitu vya ajabu ajabu. Maneno ya mtume kama hayakufaa, yatafaa maneno yako wewe? Wewe una maneno gani wewe? Kama maneno ya mtume hayafai, hebu sema wewe, sallu idha man salla alayya marratan sallallahu alayhi biha 10. Hebu sema wewe namna hiyo kwamba mwenye kunisalia 100 mara moja Mungu atamsalia mara 10. Hebu sema basi. Hivi ni vijitu vinataka khalis sura, manake mtu anabadili mtindo mpya apate kueleweka. Si bora uzue mambo mengine bwana, upate watu watakujua kuliko kuiongopea dini ya Mungu bwana. Kama unatafuta umaarufu, fanya jambo jingine.
Usiongopee dini ya Mungu, utafedheka. Basi dunia nzima wana watuoni wakubwa wote dunia nzima, watu dunia nzima toka zama hizo mpaka leo, wakikwama katika jambo wanaingia katika Qur'ani wanapekua, na wanaingia katika hadithi za Mtume wanapekua. Wao sema hadithi ya Mtume haifai, wewe lazima ufanye adabu, usifanye mchezo, usifanye mchezo, utafedheka. Ulimi lazima uchunge huo. Angalia katika somo hili Nabii Isa anapotufundisha sisi ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Nabii Isa anasema alipopita nguruwe anamwambia idhhab bi salam, nenda kwa amani ya nguruwe. Watu wamestaajabu, innahu khinzirun ya nabii Allah, ya nabii Allah innahu khinzir. Nabii wa Mwenyezi Mungu huyo anayemwambia nenda salama ni nguruwe huyo, hawezi kukujibu wala nini. Akasema inni, hakika yangu mimi Isa, la uridu an uawida lisani illa khaira, sitaki kuuzoesha ulimi wangu mimi kusema isipokuwa kheri, maneno ya kheri tu basi. Nabii Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tunarudi katika aya yetu ile tuliyoianzia kabisa mwanzo kabisa katika maudhui yetu, ni kwamba tulikuwa tunaisoma aya ya 22 katika suratu Ibrahim, kwamba shetani atakuja kuwakataa watu siku ya Kiyama, pamoja na kuwa wao walikuwa wamemfuata. Wamechanganya ibada ya Mwenyezi Mungu pamoja na Ibilisi, matendo ya kiibilisi wanachanganya na ibada ya Mwenyezi Mungu. Basi shetani atakuja kuwaruka siku ya Kiyama. Waqala ash-shaytanu, shetani atasema lamma qudhiya al-amru, wakati kishakatwa hukumu, watu washahukumiwa, watu wema washakuwa neemani peponi, watu wabaya washakuwa mahala pabaya motoni. Shetani ndiye atasema inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq, hakika Mwenyezi Mungu alikuwa ahidini ahadi ya kweli kabisa, kakwambieni mkifanya mabaya tukuteni motoni, ndio mko motoni. Wa wa'adtukum, na mimi nimekuwa ahidini, fa akhlaftukum, lakini sikukutekelezeni. Nilisema hamna kufufuka, lakini imebidi ishindikane. Kwa hiyo basi baya. Wama kana li alaykum min sultani, na mimi sikuwa na nguvu zozote juu yenu za kukulazimisheni kunifuata, illa isipokuwa an da'awtukum, nilikuwa ninakuiteni tu njoni fastajabtum li, na nyie mkaniitikia mkanifuata katika upotevu. Fala talumuni, basi msinilaumu kabisa, mkome. Walumu anfusakum, laumuni nafsi zenu wenyewe. Ma ana bimusrikhikum, mimi siwezi kukunusuruni leo. Wama antum bimusrikhiyya, wala mimi hamwezi kuninusuru. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabli, hakika mimi nilikataa kunishirikisha na ibada ya Mwenyezi Mungu kutokea mwanzo. Amejidai alikataa. Watu hapa duniani wanamwambia Kibwango, wewe si ndio unamfanya huyo aumwe? Ndio mimi, atakubali hapa duniani. Yule ambaye wanamwita Kibwengo, wewe si ndio unamfanya huyo anauma siku zote, homa azimwishi? Ndio maana sijapata zawadi. Angalieni habari, anakubali hapa duniani kwamba akipewa zawadi basi ndio atamponyesha yule. Angalia balaa, ukafiri. Haponi yule kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, isipokuwa shetani atamponyesha, na yeye ndo anampa ugonjwa ule. Na msikitini akifika mtu anasema huyo anayefunga vibwengo sijui michela vinyankela sijui vidure gani, basi akija msikitini ananyanyua mikono Allahu akbar, anamwambia Mwenyezi Mungu ndo, anasema Mwenyezi Mungu ndio mkubwa kuliko vitu vyote.
na ni kweli ndio hivyo. Lakini akitoka pale akaenda kule, Kibwengo wewe mtu mkubwa, wanapiga magoti kumpigia shetani. Kibwengo wewe ndio mtu mkubwa, sasa Kibwengo kawa mkubwa, Mungu mdogo. Hatari kubwa. Ndio anasema inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, mimi nilikushakataa kunishirikisha na ibada ya Mwenyezi Mungu kutokea mwanzo. Toka zamani mimi nilikushakataa kunishirikisha, sina haja. Nyinyi mkawa mnang'ang'ania kunishirikisha na ibada ya Mwenyezi Mungu. Sasa msinilaumu mimi tena, laumuni nafsi zenu. Na Mwenyezi Mungu tena pale ndo atakuwa anawatolea ukali wale, la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bilwa'id, msizozane, msigombane kabisa mbele yangu, mimi nilikwisha kukutangulizieni mambo yangu yote kwamba mkifanya hivi mtakuwa hivi, mkifanya hivi mtakuwa hivi. Leo mnazozana hapa, huu si uwanja wa kuzozana. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أنا أتفاو كلمة لا تختصموا لدي ما نتوافر ربما وعوافوا سنوني وعوافوا ربما وعد. ndio Mwenyezi Mungu anasema sitaki mizozo, sitaki ugomvi hapa mbele yako. Msigombane kabisa, la taktasimu ladai, msigombane mbele yangu. Waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id, mimi nilikwisha kukuwekeeni miadi yangu, nishasema mkifanya hivi mtakuwa hivi, mkifanya hivi mtakuwa hivi. Si nilikwishamaliza mimi juu yenu? Sasa mnachozozana nini? alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid, watu wale wenye kupinga kiyama wale ndio Mungu anatoa amri watoswe katika moto wa jahannam. Watu wenye kupinga kiyama. Kupinga kiyama sio kusema tu kwamba kiyama hakuna. Hata ukiwa unamshirikisha Mungu unapinga kiyama, ukiwa unafanya unafiki unapinga kiyama, ukikufuru unapinga kiyama, ukimwasi Mwenyezi Mungu kwa kupita maasi yote unapinga kiyama. Unatakiwa ufanye ibada kama unamwona Mungu, antaabudu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Umwabudu Mwenyezi Mungu kama unamwona, na ikiwa umwone ndio yeye anakuona. Sasa uliwezaje kupata muda wa kuweza kumwasi Mungu? Ina maana uliamini kwamba Mungu hakuoni wewe. Sasa ndio unampinga hivi. Watu wenye kupinga kiyama hatari kabisa, watakuwa mahala pabaya siku ya kiyama. Wayaqulu al-insanu, mwanadamu anasema aidha ma mattu la sawfa ukhraju hayya, yani mie nife nioze nifufuke, alafu nifufuke tena niwe mzima niwe hai. Jambo hilo haliwezekani. Basi Mwenyezi Mungu anasema awala yadhkuru al-insanu, hivi mwanadamu hakumbuki anna khalaqnahu min qablu, kwamba sisi tulimuumba hapo mwanzo, walam yakushay'a, hakuwa chochote. Wewe ulikuwa nini kwani? Ukuwa chochote wewe, mimi yule hatakuwa chochote. Walam yakushay'a, mwanadamu huyo hakuwa chochote. Wewe ulikuwepo, wengine hapo mwaka 47 hawapo. Awala yadhkuru al-insanu, hivi binadamu huyo akumbuki anna khalaqnahu, kwamba sisi tulimuumba min qablu, hapo mwanzo, walam yaku shay'a, wala hakuwa chochote. Fa rabbika, basi naapa kwa Mola wako Muhammad, la nahshurannahum, wallahi tutawafufua, kwa hakika tutawafufua, washayatina, na mashetani tutawafufua. Hao mashetani wanaoabudiwa watafufuliwa vile vile. thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiya, kisha tutawazungusha, tutawahudhurisha katika moto wa jahannam pembezoni mle, wapige magoti kama kanisani. Ndio piga magoti pembezoni mwa moto. Watu makanisani sio wanapiga magoti kule? Basi na siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atawafufua wale watu wabaya wale, atawazungusha pembezoni mwa moto wa jahannam wamepiga magoti. hawla jahannama jithiya. Allahu akbar.
Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya mambo ambayo ya kusikilizwa, kuzingatiwa na kufuatiliwa vile vile, sio mambo ya kusikilizwa tu yakaachwa. Kwa maana sisi tumeletwa katika ulimwengu huu ni kwa ajili ya kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu, kutengeneza akhera zetu, akhera yetu iwe nzuri, twende akhera hali ya kuwa sisi tuko salama. Kinyume cha hivyo itakuwa balaa. Watu wakishafika motoni watatamani japo tone moja tu la maji wapate, lakini itakuwa haisaidii kitu, hawapati hata wakitamani. Maana watu wa motoni na watu wa peponi watakuwa wanaonana kama katika television, kama katika TV. Watu wa motoni watakuwa wanawaambia, watu wa peponi watakuwa wanawaambia watu wa motoni, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Sisi tumekushapata ile ahadi aliyotupa Mwenyezi Mungu kwamba tukiabudu na tukaacha mabaya tutafikia peponi. Tumekushapata kweli pepo. Sasa je, na nyinyi wenzetu, Mungu kasema mkimwasi atakutieni motoni, ndio mmekushapata moto ule aliosema? Qalu naam, watu wa motoni watasema ndio. Habari ndio hizo. Sasa watu wa motoni tena kwa unyonge watasema hafidhu alaina min alma'i au mimma razaqakum Allah, tudondosheni maji ya huko japo tone moja, au riziki za huko japo tonge moja. Basi wale watu wa peponi tena wamekunja nne katika viti vyao vya fahari, ala al-ara'ik, maana wameegemea makoti si ya kawaida, si ya kawaida kabisa. Utatembea dunia nzima hii, Amerika huko hapo kuti makoti namna hii. Hapa mfano wake wameegemea makoti si ya kawaida, na washakunja nne, wanastarehe peponi kule, mahurul aini wamewazunguka na nini. Basi sema inna Allah haramahuma ala al-kafirin, hakika Mwenyezi Mungu ameviharamisha vinywaji vya huko pamoja na vyakula vya huko wasipewe makafiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.